waadhin fi nnasi bilhajj. Angalia virozo na maajabu. Ibrahimu anaambiwa atangaze hija, hata idadi hakuwekewa. Hakuambiwa watu 2000 ndio waje hija, hakuambiwa watu 3,000,000 waje hija, hakuambiwa watu 1,500,000. La, waadhin fi nnasi bilhajj yaatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Watangazie waje idadi wanayoweza, kwa sababu ibada ya hija ndiyo ibada pekee inayoweza kuwafanya Waislamu wasimame qiyaman linnas. Maneno makubwa sana, kwa sababu ibada ya hija ndiyo ibada pekee Waislamu wanaweza kutibu matatizo yao katika mkutano kama ule. Lihadli lmu'dilat, matatizo yanayowakumba Waislamu wapi wayazungumze? Mjukuu wa Mtume, mmoja katika masharifu wakubwa na imamu na mwalimu wa madhehebu wa maulama wa madhehebu za Kiislamu, Sayyiduna Jaafar as-Sadiq salawatullahi wasalamuhu alayhi, anamwambia Zurara katika maneno maarufu. Zurara ni katika masahaba wake. Atajilisuna watatahaddathun, hivi Zurara mnakaa mkabadilishana mawazo mkazungumza mambo yenu? Atajilisuna watatahaddathun, mnakaa mkabadilishana mawazo na fikra, mnakaa mkazungumza mambo yenu kama Waislamu, mnakaa mkabadilishana mawazo na fikra. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawataka, akawatengenezea Waislamu mahala hapo wende wakazungumze matatizo yao. Miza hii na mkusanyiko huu huwezi kuupata kwa taratibu nzuri na kwa sheria za kisawasawa isipokuwa kwa Waislamu kutibu matatizo mliokuwa nayo katika jamii ya Kiislamu. Lakini si hivyo tu, si ya Kiislamu, kutibu matatizo ya watu qiyaman linnas, sio qiyaman lilmuslimin. Laisa qiyaman li ahli sunnati wal jamaa. Hala sio qiyaman. Hija sio sehemu ya kutibu matatizo ya masuni. Laisa qiyaman lihalli mu'dilati shia, la, qiyaman linnas. Hija sio mahala pa kutibu matatizo ya mashia, la, qiyaman ni mahala pa kutibu matatizo ya watu. Hii ina maana ya kwamba mkusanyiko ule mkubwa, kumbe moja ya malengo yake Waislamu mtakapofika kule, pamoja na ibada nzuri nzuri mtakazozifanya, pamoja na tauhidi al-khalis na tauhidi mtakayoionyesha, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka labbaik. Pamoja na tauhidi hiyo yote inayoimbwa ni madhehebu zote zikiwa pale, lakini kumbe jambo lile na mkusanyiko ule ni qiyaman linnas. Mungu anakusudia nini qiyaman linnas? Mungu anataka awaambieni hivi, kumbe jambo la hija ni kutibu na kuzungumza matatizo ya wanadamu, ni kutibu na kuzungumza matatizo ya wanadamu. Dunia leo ina matatizo gani? Tunapoizungumza dunia hatuhusu Waislamu tu, ni watu hawa. Qiyaman linnas, kuangalia dunia ina balaa gani. Hilo la kwanza, qiyaman linnas. Lakini wataamini alhajat, watu wana shida, watu wana haja zao, watu wana matatizo yao. Wapi Waislamu watakaa wazungumze haja zao wanazozihitajia katika nyanja tofauti? Billahi alaik, ukirudi katika riwayat hususan zilizopokewa kwa Mtume kwa njia ya ahlul bait, akiwemo sayyidi wa maulaya al-Imamu Ridha thaminul a'immati nujaba as-Sultan salawatullahi wasalamuhu alayhi, wana maneno mazuri mno wanayoyazungumza kuhusiana na mkusanyiko wa hija unayofanyika kipindi hiki tulichokuwa nacho. Mmoja maimamu wanasema kwa maelekezo ya Mtume kwamba watu wanaotoka nchi tofauti na sehemu tofauti wana mahitaji yao waliyokuwa nayo. Ibada ya hija, moja ya falsafa yake, moja ya hikma yake ni kuhakikisha mahitajio ya kila jamii, ya kila watu yanazungumzwa wakiwa chini ya mwamvuli wa Albaitul Haram. Tanzania, Waislamu wa Tanzania tuna matatizo ya elimu. Ukihesabu wanaobeba PhD vijana wa Kiislamu ni idadi ya vidole. Ukihesabu mainjinia akina Muhammad akina Ali katika ardhi ya Tanzania wanahesabika kwa idadi ya vidole. Ukiwaangalia watu waliosoma wakabeba masters katika nchi hii Waislamu ni idadi ya vidole. Tuna matatizo ya elimu. Ukiangalia vyuo vikuu universities tunazomiliki kama Waislamu, mimi natambua moja. Ukija upande wa mahospitali
Mimi sikumbuka kama Waislamu Tanzania wana hospitali moja ya rufaa. Vituo vya afya sijui wanavyo vingapi, biadadi al-asabi', kwa idadi ya vidole. Hospitali, zahanati, kwani Waislamu hawapendi na wao wawe na vyuo vikuu kila mkoa? Inawezekana. Wapi watazungumza kutibu hizi haja zao? Kule tutakaa na ndugu zetu Waislamu kutoka India, kutoka Pakistan, kutoka Malaysia, nchi za Kiislamu zilizopiga hatua, kutoka Iran na nchi nyinginezo, ambazo tukikaa pamoja kuzungumzia masala ya elimu na kushindwa kulipa ada kwa Watanzania linaweza kutatuka tukiwa katika mkusanyiko wa hija. Kumbe moja ya maana ya qiyama linnas ni kuhakikisha inma'il mujtama'il bashari wa tatawuri, kuhakikisha mwanadamu na jamii ya wanadamu inaendelea, inapiga hatua.